Imezoeleka kuwa iwapo kuna ubadhirifu au dosari kwenye miradi inayotekelezwa kwenye mamlaka za serikali za mitaa, anayewajibishwa ni mkurugenzi wa halmashauri au wataalamu wa ngazi ya halmashauri, huku watendaji kata na vijiji wakibaki salama. Lakini serikali inaelekea kufanya maboresho kwenye sheria ya usimamizi wa fedha ili iwe na makali hadi kwa watendaji hao. Hamisi Mjanja ambaye ni mkufunzi wa mafunzo ya uraia na utawala bora kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI yaliyoandaliwa na Wizara ya Katiba na Sheria, akiwa wilayani Karatu mkoani Arusha, akawatahadharisha watendaji kata juu ya mabadiliko ya sheria namba 9 inayohusu usimamizi wa fedha kwenye serikali za mitaa. Baada ya mabadiliko ya sheria na majukumu ya watendaji wa kata na vijiji kwa yameainishwa vizuri, hasa ya usimamizi wa fedha za halmashauri. Maana yake kama kutatokea na ubadhirifu wowote au utekelezaji mbaya wa mradi wowote wa maendeleo katika eneo la kata na kijiji husika, basi mtendaji wa kata na kijiji atawajibika moja kwa moja, kwa sababu atakuwa ameshindwa kusimamia mradi huo na amekiuka sheria ambayo itakuwa imemtaka kuhakikisha kuna usimamizi mzuri wa fedha katika mradi husika. Natoa rai kwa watendaji wa kata pamoja na vijiji kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao. Swala la uwajibikaji ni sehemu ya misingi ya utawala bora. Baadhi ya watendaji kata wa Karatu wakaeleza utayari wao wa usimamizi wa fedha za miradi. Tumelipokea kwa mshtuko, lakini kwa sababu ni kazi na sisi tumekumbushwa wajibu wetu wa kusimamia miradi ndani ya kata zetu, na tumepewa nguvu zaidi, tumejengewa uwezo wa kutosha kuweza kusimamia bila kuogopa na kuifuatilia kwa ukaribu zaidi. Hivyo naamini haitatokea mtendaji anakamatwa au atashtakiwa kwa kushindwa kusimamia miradi yake kikamilifu. Tumepata mafunzo leo na rasmi tushaingizwa kwenye miradi, kwa hiyo nadhani tutakuwa waadilifu, miradi yetu tutasimamia vizuri kuhakikisha kwamba serikali yetu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan haipati hasara kupitia sisi. Joyce Mosh ni wakili wa serikali mkuu kutoka Wizara ya Katiba na Sheria ambaye ndio mratibu wa mafunzo hayo. Anaeleza tathmini baada ya kuhitimisha halmashauri zote za mkoa wa Arusha. Katika mkoa wa Lindi tulifanikiwa kufikia washiriki 270 na hapa katika mkoa wa Arusha tumefanikiwa kufikia washiriki 295, ambapo kupelekea jumla ya washiriki 565 ambao wameweza kupata mafunzo haya. Washiriki wameomba na wenzao ambao pia wanashughulika moja kwa moja na wananchi, kuwahudumia wananchi, waweze kupewa mafunzo haya kama maafisa tarafa, watendaji wa vijiji, watendaji wa mitaa na watendaji wa vitongoji. Mafunzo ya uraia na utawala bora kutoka Wizara ya Katiba na Sheria kwa mikoa ya Lindi na Arusha yamehitimishwa wilayani Karatu baada ya kuwafikia viongozi na wataalamu wa serikali za mitaa ambao ni watendaji kata, wakuu wa idara na kamati za usalama. Habari zote kali za siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum, exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa jukwaani Comment TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia commenttvmedia@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.